Mungu awabariki sana kwa mgeni ambaye hajakuwa pamoja nasi. Naitwa Pastor Mburu na ninapenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kuniweka ndani yake, na kwa sababu kama sio ni yeye sijui maisha yangu yangekuwa wapi. Praise the name of the Lord. It is the Lord. Ni Bwana alinitafuta akaniokoa na akanipa tumaini, na kwa sababu ya tumaini ninaweza ona hata kesho. Praise the name of the Lord. Mwimbaji mmoja aliimba, because he lives I can see tomorrow. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Siku ya leo ningetaka tusome maandiko yaliyo katika kitabu cha Marko 1 mstari wake wa kwanza mpaka wa 3, na tena mstari wake wa 14 mpaka wa 15, na ndio tuweze kusikia neno la Bwana. Hallelujah. Marko, kitabu cha Marko mlango wa kwanza. Mwanzo, inasema mwanzo wa Injili ya Kristo mwana wa Mungu. Mwanzo wa Injili ya Kristo mwana wa Mungu. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yaonyesheni mapito yake. Mstari wa 14, 15. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini Injili. Ningetaka tupatiwe 14 na 15 KJV tusome. Now after that was John put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom. Verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Praise the Lord. Katika mstari wa kwanza tuliambiwa ya kwamba mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, na tena tukarudishwa katika manabii, na tukaambiwa ya kwamba kama ilivyoandikwa na manabii ya kwamba nitatuma mjumbe wangu ambaye ataitengeneza njia yako, ambaye tunajua ya kwamba ni Yohana ambaye alitumwa kama vile nabii Isaya, na kama vile tena Malakai alikuwa amesema ya kwamba Mungu atamtuma mjumbe wake kutengeneza njia kabla ya Bwana mwenyewe kuingia. Na Biblia imetuambia katika mstari wa 14 ya kwamba wakati Yohana ambaye alikuwa sasa ametiwa gerezani, badala yake kuhubiri na kufanya ile kazi alitumwa aifanye, Yesu mwenyewe akaenda Galilaya, na alipoenda Galilaya akahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu hivyo ndivyo tumeambiwa in the King James Version ya kwamba he came unto Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. Na akatangaza akasema, wakati umefika. The time is fulfilled and
and the kingdom of God is at hand. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni vizuri kujiuliza na kuelewa injili ile ulipokea ni injili gani. Praise the name of the Lord. Kwa maana ile injili ambaye Yesu alileta katika dunia ni injili ya ufalme. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri tuwe tunashiriki katika services zetu, kwa sababu asubuhi ya leo tulifunzwa kuhusu ile order ambaye Yesu Kristo alikuja nayo katika dunia. Hata igawa alikuja kama kuhani, hakukuja kama kuhani aliye chini ya Lawi ama Levi. Hakukuja chini ya ukuhani wa Haroni. Alikuja katika ile order ama gazi ya Melkizedeki ambaye tunasoma kumhusu katika kitabu cha Mwanzo, ambaye alikuja kumraki Ibrahimu wakati alitoka kupigana na wale wafalme ambao walikuwa wamechukua Rutu mateka pamoja na watu wa Sodoma na Gomora. Na tukasikia kwamba huyo Melkizedeki alikuwa mfalme wa haki, alikuwa mfalme wa Salemu, alikuwa mfalme wa amani. Hakuwa na mama wala baba, hakuwa na mwanzo wala mwisho. Alikuwa kama mwana wa Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ule ukuhani ambaye Yesu alileta katika maisha yetu, na ile habari njema ambaye alikuwa ametuletea sisi kama kanisa, ndio tuipokee na ndio itusaidie na ndio ituelekeze. Ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri tujue ya kwamba hii mambo ya kifalme na ya Mungu kujulikana kwa watu wake kama wafalme, kama mfalme, haikuanza tu wakati wa Yesu. Biblia inatuambia ya kwamba wakati wa wana wa Israeli waliondolewa katika nchi ya utumwa na wakakuja katika mlima wa Mungu pale Sinai, na Mungu akashuka akawanenea neno, wakalipokea. Mungu Baba alifanyika mfalme katikati ya Waisraeli. Hebu tusomewe katika kitabu cha Deuteronomy chapter 33 verse number 1 to verse number 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 wake ni mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tusomewe kwa haraka. Baraka Musa mtu wa Mungu aliyotamka kwa Waisraeli kabla ya kifo chake, alisema, Bwana alikuja kutoka mlima Sinai, akachomoza kama jua juu yao kutoka mlima Seiri, akaangaza kutoka mlima Parani. Alikuja pamoja na watakatifu 10,000 kutoka kusini, kutoka materemko ya mlima wake. Hakika ni wewe ambaye hupenda watu Israeli. Tunaambiwa ya kwamba
Israeli wote na viongozi wao walikuwa hapo pamoja. Mungu akafanyika mfalme juu yao. Praise the name of the Lord. Na ikawa hivyo, wana wa Israeli wakapelekwa katika nchi ile ya ahadi, na wakawa wamepata urithi wao katika ile nchi ya Kanani ambaye Mungu alikuwa amewaahidia. Na ikaendelea hivyo, wakiongozwa na judges, wakiongozwa na manabii, mpaka wakati wa Samueli. Wakati moja hao wana wa Israeli wakafika, wakaona ya kwamba wameachwa nyuma na wenzao wengine, wakataka kuwa kama mataifa wengine, wakataka kuwa kama watu wengine, wakataka kuwa kama watu wa dunia, wakataka kuwa kama mataifa wengine. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na wakataka hata wao wawe na mfalme kama watu wengine. Praise the name of the Lord. Hallelujah. God had been enthroned a king in Israel. Praise the name of the Lord. Na alikuwa anawaongoza katika vita, alikuwa anawaongoza katika ile njia watapitia, alikuwa anawaongoza katika ile mambo watakaofanya, mpaka hiyo siku hata wao wakatamani kuwa kama the other people. Praise the name of the Lord. Hebu tusomee kitabu cha Samueli wa kwanza 8 mstari wake wa 4 mpaka wa 7. First Samuel chapter 8 verse 4 to 7. Biblia inasema, basi wazee wote wa Mungu hana any photocopy of you. Praise the name of the Lord. Biblia inasema kila mmoja wetu, we are fearfully and wonderfully made. We are unique. We have a unique DNA in the world. Praise the name of the Lord. Hii ni kitu hata science imesema. There is no individual who does not have his own DNA. Hata wale identical twins. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kila mmoja wetu ako na individual DNA fingerprints. Bwana asifiwe sana. Hata mkiwa mapacha. Hallelujah. Hata wale mapacha wamefanana. Hakuna hata mmoja Mungu alikubalisha awe kopi ya huyo mwingine. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na sasa wana wa Israeli na wazee wao wanaona kama ni kitu ya maana kusema wana wako sio kama wewe. Praise the name of the Lord. Sasa tutafutie mfalme, tuwe kama mataifa wengine. Unajua kujipananisha ndio kuna haribu watu sana. Ukitaka kuwa kama huyo mwingine. Na Mungu hakukuumba uwe kama huyo mwingine. Mungu alikuumba uwe wewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. He wanted you to be you and not a copy of the other. Bwana asifiwe sana. Sasa wakaenda kwa Samueli
na wakamwambia, angalia, umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tu peculiar nation. Praise the name of the Lord. You be a nation of priests. Hallelujah. Bwana alikuwa anataka wawe taifa la makuhani. Praise the name of the Lord. Na ndio awatumie katika dunia kuonyesha utukufu wake na kuonyesha nguvu zake na kufanya jina lake litaburike na lijulikane, wajulishe mataifa wengine ya kwamba yeye ndiye Mungu aliyeumba mbingu na akaumba dunia, lakini wao wakataka kuwa kama mataifa wengine. Mungu atusaidie sana. Sasa wakamwambia, sasa tunasikia kwamba, lakini neno hili likawa baya machoni pa Samueli waliposema tupe mfalme atuamue. Naye Samueli na alisema katika kitabu cha Mwanzo, my spirit will not forever strive with humans. After all they are just fresh. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hivyo ndivyo Mungu alisema katika kitabu cha Mwanzo, ya kwamba roho wake hautakuwa ukisukumana sana na wanadamu. After all, si wao ni nyama tu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sasa akasema wasikilize. After all, sio wewe wanakataa. Ule wanakataa ni mimi. Vile wamekuwa wakinikataa tangu ni watoe Misri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na hivyo, na kwa sababu hiyo Samueli akawasikiliza na akawachagulia mfalme ambaye tunajua jina lake anaitwa Saul. Praise the name of the Lord. Lakini sisi sote tunajua mwisho wa huyo mfalme. Vile mwishowe hakumheshimu Mungu, hakujiheshimu yeye mwenyewe, akaenda kinyume na Mungu na hata mwishowe akakatariwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Daudi ambaye Mungu alijichagulia yeye mwenyewe. Kwa maana Daudi alielewa hata ikawa amefanyika mfalme na ako na jina la mfalme wa Israeli, mfalme wa kweli ni Mungu. Praise the name of the Lord. And we can see it in the Psalms. Tukitaka tu mturiwe very quick kwa sababu hatuna masaa mengi na kuna watu wanaenda kule Kaburuge kwa sababu ya crusade ile iliyo mbele yetu. Tukitaka tumalize haraka sana. Kwa hivyo utusomee Psalms kwa haraka sana. First of all, read for us Psalms 24 verse 7 to 10. Or you start with 10, chapter 10 verse 16 to 18. Then you go to 24 so that we tufuate tu. Tunataka tu you can just write, hatuta explain much katika hizo Psalms. Kwa hivyo tunataka tu sisomwe, uandike, you can do your personal Bible study. Lakini ni ambiwa Bwana mwenye nguvu ndiye mfalme
wa utukufu. Tuende Psalms 29 verse 10 to 11. 29 10 to 11. Keti, Bwana huketi akiwa hao wote verse 103. Ambaye alifanyika mfalme akaweza kufanya nchi ya Israeli ijulikane duniani kote. Praise the name of the Lord. Kwa vile alipigana vita na hata wale ambaye tunajua akina Goliath ambaye walikuwa vijitu wakubwa, na akawa yeye ni hodari katika vita, lakini yeye kwa hekima ya Mungu na unyenyekevu wa moyo akatabua ya kwamba Bwana ndiye mfalme. Praise the name of the Lord. Naye Mungu alisema nini? God promised David an eternal kingdom. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hebu tusomewe tu kwa haraka Mambo ya Nyakati za Kale wa kwanza 17 mstari wa 7 mpaka wa 14. Samahani. First Chronicles 17:7 to 14. Chronicles, Mambo ya Nyakati ya Kale wa kwanza 17:7 mpaka 14. Sasa basi mwambie mtumishi wangu Daudi
verse 1 to where tumeanza 7. Alikuwa ameambia Daudi, alikuwa amemuita nabii wa Mungu Nathan, na akamwambia kwamba yeye anakaa katika nyumba mzuri na ile kuwa katika hema. Akasema si sasa nijegee Mungu nyumba. Nadhani akamwambia fanya kile unataka moyoni mwako. Lakini usiku huo Mungu akamtokelezea Nathan, akamwambia enda kwa Daudi na umpatie haya maneno ambayo tumesikia sasa. Praise the name of the Lord. Na Bwana akamwambia nimekuwa na wewe, na mimi ndio nimekuondolea adui zote. Na tena akamwambia juu ya vile tumetembea na wewe nitakupa jina kama watu wakuu wa dunia. Tena akaambiwa ya kwamba ule atakaye toka ndani yake ndiye atakaye jenga nyumba. Praise the name of the Lord. Lakini ukisikiliza hayo maneno kwa makini utasikia ya kwamba ilikuwa inaongea nyumba mara mbili. Kulikuwa na ile nyumba ilikuwa ijengwe na Suleimani, na kulikuwa na ile kanisa ilikuwa ijengwe na Yesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo Daudi akaweza kupewa hakikisho la ufalme wa milele. Praise the name of the Lord. Na tena akapewa hakikisho ya ufalme hata juu ya Waisraeli, kwa sababu as long as there was a nation of Israel, kulikuwa na a seed of David that was sitting on the throne, whether as a king of a Judah. Praise the name of the Lord. Na tena akaambiwa ya kwamba kutakuja mmoja ambaye ndiye atajenga nyumba ya Mungu milele, na huyo naye ni Yesu. Na ndio Yesu wa Israeli walikuwa wanamgojea mwana wa Daudi atakayezaliwa, atakayeregeza ufalme katika Israeli. Na ndipo wale walielewa, kama Bartimayo, bride Bartimayo alielewa huyu ni mwana wa Daudi, na akamulilia akamwambia Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Na bride Bartimayo akapata kuona kwa kuelewa kwake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wakati Daudi alinyenyekea akaliinua jina la Bwana na akatambua ya kwamba Bwana ndiye mfalme ambaye ameketi katika kiti chake cha enzi milele. Yeye ndiye mfalme, hata ikawa watu wananiita mfalme, yeye anatambua mfalme juu ya watu wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The more you humble yourself and acknowledge God in your life, the more you humble yourself and acknowledge that it is him who work in you. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba ni yeye anakuwezesha kufanya lile unafanya katika maisha yako. The more unaendelea kutambua bila yeye hauwezi kuwa kitu. Bwana atusaidie sana. The more he exalts you. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na sasa hebu tuone naye Yesu. Katika pale tulisoma Marko, Biblia ilituambia kwamba tubuni na tuamini nini? Injili. Praise the name of the Lord. The gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom. Ya kwamba Yesu alileta ufalme. Hallelujah. Hata wakati alikuwa anatuma wanafunzi wake wakahubiri. Hebu tuangalie katika kitabu cha Matthew 6:33. Kwanza aliambia wanafunzi wake wafanye nini? Tafuteni nini? Falme. Hallelujah. Ni kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Praise the name of the Lord. Seek ye the kingdom, hold the kingdom, have the kingdom. Praise the name of the Lord. Embrace the kingdom.
Receive the gospel of the kingdom. Hallelujah. Pokea kwanza ufalme. Uwe mwana wa ufalme. Uwe umezaliwa katika nyumba ya ufalme. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya mtu yeyote ambaye amesikia injili hii ya ufalme wa Mungu, ya kwamba aikubali, aiamini, ndio azaliwe katika huo ufalme wa Mungu, afanyike mwana katika ufalme huo. Praise the name of the Lord. Tafuta kwanza, pokea kuwa mwana katika ufalme, kwa sababu principle moja ya ufalme ni kwamba ufalme, you cannot be elected to be a king. Bwana asifiwe sana. You have to be born in a royalty. Bwana asifiwe sana. Ni lazima uzaliwe katika nyumba ya mfalme ndio uweze kuwa mfalme. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wafalme hawafanywi na watu. Wafalme ni kuzaliwa, wanazaliwa katika nyumba ya kifalme. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na sisi tumepata nafasi hiyo kwa sababu mfalme ambaye ni mfalme wa mbingu na dunia amekuja duniani, amezaliwa na ametupa nafasi katika maisha yake, ametupa nafasi pale ndio tuingie ndani yake. Praise the name of the Lord. Naye aingie ndani yetu, tufanyike ndugu zake. Praise the name of the Lord. Atuzae na damu katika maisha yake. Praise the name of the Lord. That we be born in that kingdom. Tufanyike wana wa Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. Na ndio anasema tafuteni kuwa ufalme wa Mungu kwanza. Utafute huo ufalme, hii mambo ingine itakuja. Na hivyo ndivyo hata watu wa dunia. Na ndio Biblia inasema ya kwamba wana wa dunia wako mbele na hekima kuliko wana wa ufalme. Praise the name of the Lord. Tuliona watu wa UDA. Najua dhuku anafanyia UDA kazi yeye. Praise the Lord. Anakuanga ofisi ya UDA kule sijui ni wapi. Bwana asifiwe sana. Watu wa UDA kwanza walitafuta the presidency. Wakati presidency ilikuja, kila kitu ingine imekuja. Ministers wamekuja. PSs wamekuja. Job zingine, contract zingine na mambo mengi. Yote sasa wakitaka utapata. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ufalme wameupata. Na hiyo ndio siri. Yesu anatuambia hapa, tafuta kijana ufalme wa Mungu kwanza. Pona utapata. Kukoborewa utapata. Kuinuliwa utapata. Praise the name of the Lord. Hata hiyo mashamba ndugu ameongea hapa utapata. Lakini kwanza tafuta ufalme wa Mungu. Tafuta ufalme wa Mungu. Seek. Na watoto wakatuambia ombeni mtapewa. Bisheni mtafunguliwa. Tafuta mtapata. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Twende Luka 10, 8 to 9, 17 to Waambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitachowadhuru. Basi msifurahi kwa kuwa pepo wachafu wanawatii,
bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Praise the Lord. Na kwamba wakiingia waseme ufalme wa Mungu umewajia. Praise the name of the Lord. Verse 8 and 9. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba wakiingia huko na mji wote mtakapoingia wakiwakaribisha vireni vyakula vyao, umewakaribia. Mamlaka ya kifalme imekuja, nguvu za kifalme zimekuja. Na ndiposa Yesu wakati walileta ripoti na kusema vile hata mapepo yaliwatii, katika mstari wa 19 Yesu akawaambia ya kwamba nimewapa ufalme jua Haleluya. Ameangushwa kutoka mbinguni, ameanguka kama umeme. Praise the name of the Lord. Na tena akawaambia those people ambao wanatumia nguvu za giza, the spirit of snake ndio ilikuwa inatumiwa na the false prophets ambaye walikuwa wanatangazia watu baraka ambaye hawafai kutangaziwa baraka. Waganga wanatumia hizo nguvu za joka za unabii wa uongo. Praise the name of the Lord. Na the scorpion king ambaye wanatumianga the power of witchcraft kupata mamlaka duniani. Na ndipo anawaambia ya kwamba nimewapatia juu ya yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Because he is no longer in authority. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na sisi tunajua hata Yesu why he was crucified. Hebu tusomee Revelation 5:12 kidogo tu tunapoendelea tukikaribia kumaliza. Ufunuo 5 mstari wake ni wa 12, yasema, nao waliimba kwa sauti kuu wakisema, anastahili mwanakondoo yeye aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Praise the Lord. Hii ni mambo yale yanakuja na ufalme. Praise the name of the Lord. Mwanakondoo wa Mungu alichinjwa, akapeana moyo wake, akautoa ndio apate mamlaka juu ya wanadamu, mamlaka mbinguni, mamlaka chini ya dunia. Na Biblia inasema ya kwamba mwanakondoo alichinjwa ndio apokee uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Praise the name of the Lord. Ile shetani alikuwa anamwambia amuabudu ndio apate, Yesu akachukua msalaba. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na kwa kuchagua msalaba hakupata tu ya dunia, alipata ya dunia, akapata ya mbingu, akapata ya chini ya mbingu. Kule shetani alikuwa ndiye anatawala kwa uweza wa kifo. Praise the name of the Lord. Hakujua wakati Yesu atakufa atapokea nguvu juu ya mauti. Praise the name of the Lord. Na hata huko ambaye alikuwa amefungia watu
kwa uweza wa kifo, hata huko akashindwa. Praise the name of the Lord. Kwa sababu alikuwa anatumia dhambi za wanadamu kufungia mioyo ya wanadamu katika nguvu za mauti. Yesu akaingia kwenye mauti na akashinda mauti. Praise the name of the Lord. Na katika hivyo akafungulia wote waliokuwa wamefungwa na minyororo ya mauti. Praise the name of the Lord. Nasi kanisa tunahitajika tujue hii siri. Hebu tusomee Warumi 8:16 to 22. Very quickly. Warumi 8 mstari wake ni wa 16 hadi wa 20. Biblia inasema, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hivyo ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Na yahesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote wanangoja kwa shauku kudhihirishwa kwa watoto wa Mungu. Kwa kuwa viumbe vyote viliwekwa chini ya ubatili, si kwa chaguo lao, bali kwa mapenzi yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Fikiza 22. Ili kwamba viumbe vyote vipate kuwekwa huru kutoka kwa utumwa wa kuharibika na kupewa uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tuwajua ya kuwa hata sasa viumbe vyote vimekuwa vikilia kwa maumivu kama utungu wa mwanamke wa kuzaa. Praise the Lord. Tunaambiwa ya kwamba hata roho zetu siko na ushuhuda ya sisi, roho wa Bwana mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Praise the name of God. Wale wote ambao walizaliwa katika Bwana, wale wamekubali kuamini Kristo, kuamini injili ya ufalme, wamezaliwa katika ufalme na wamefanyika wana wa Mungu. Praise the name of the Lord. Mungu kile Kristo pokea ambaye tumesomewa cha Ufunuo 5:12, huo urithi aliupokea babu yetu. Ndio tulikuwa chini ya, lakini kufa ndio tupate utukufu, tupate heshima ambaye tupate hata utajiri ambaye alipewa mikononi mwa Shetani. Tupate hayo mambo yote kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu ambaye mwenye kila kitu. Na kama tu watoto tuwarithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. Kwa sababu ya baba wetu Adamu ambaye alipeana mikononi mwa Shetani na mateso. Praise the name of the Lord. Mateso kama yale Yesu alipitia. Kuna majaribu hata kama yale Yesu alipitia. Is the hope of the gospel. Praise the name of the Lord. Ya kwamba tumefanyika warithi wa Mungu. Kila kitu ambaye ni cha Mungu ni chetu sisi, kwa sababu sisi ndio wana wake. Lakini tuko pilgrimage katika dunia, kwa sababu dunia, ule aliyepewa mamlaka ya dunia, Adamu wa kwanza, alipeana mikononi mwa adui. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hapa kuna vita ya kupigania urithi wetu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kama ni hii dunia, kuna mambo ya ambaye hapa haitakuwa sawa sawa. Praise the name of the Lord. Because hata Yesu mwenyewe hakupata raha hapa, hata ingawa yeye ndiye aliumba dunia. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba hata hakuwa na pahali ya kulala. Alikuwa anasema hata ndege ni wazuri wako na viota, hata wanyama ni wazuri wako na mashimo.
mwana wa Adamu hana pahali ya kulala. Ndio ulikuwa unaona wakati mwingine analala kwa melikabu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa sababu yeye hakuwa na pahali pa nini? Pa kulala. Si hata kuzaliwa. Kulikosa nyumba ya kuzaa mtoto mwana wa Mungu. Akazaliwa katika zizi la ng'ombe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dunia ndio hatuna pahali petu pa kukaa pa kudumu, lakini tuna mji mwingine, mji wa raha, mji ambaye Bwana ndiye anautengeneza. Na wote ambao wamekuja kuelewa hivyo, wanaacha kusumbuliwa na mambo mengi, wanakuwa wa kutafuta huo mji ambaye ambaye anayeujenga ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wanadamu wamejenga miji mzuri. Tumetembea dunia na unaona cities ambaye they are very beautiful, lakini ni wanadamu wameijenga. Nuclear bomb ikiwekwa huko kwa dakika 5 tu, yote itakuwa chini. Praise the name of the Lord. But there is a city whose founder and builder is God. Bwana sana. A city that cannot be destroyed. Hallelujah. Hebu tukatafute huo mji, tukatafute huo ufalme. Na kuna mambo 5 tu ningetaka ujue ni kanuni za ufalme. Moja nimenena ni kwamba you must be born there. You cannot be a son of a king who is not born there. First John 1:12 is a common verse adika. Hiyo ingine ni kwamba kings are chosen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kings are not elected. They are chosen. Praise the name of the Lord. By the reigning king. Na ndipo Yesu katika Yohana 15:16 alisema hamukunichagua, niliwachagua mimi. Praise the name of the Lord. Hata wewe kukaa hapo katika kanisa la Bwana, ni Bwana alikuchagua. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Na kwa hivyo ujue you have been chosen. Hiyo ingine ni kwamba kings are given power and authority. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. They are given. Uliona Uhuru wakati Ruto alichaguliwa, kwa sababu sasa amechaguliwa, there is no other way. Alete mamlaka, alete upanga, alete constitution. Praise the name of the Lord. Instruments of power. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. If you read Matthew 28, hebu tusome hiyo hata ingawa ya almost over. Matthew 28 verse 18 to 19. Biblia inasema, Yesu akawajia na kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa sababu hii enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Yesu akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ufalme una mamlaka. Ufalme una nguvu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na tena ufalme unahitaji kupanuka. Praise the name of the Lord. A kingdom that is not expanding is a diminishing kingdom, is a dying kingdom. Lakini kingdom ya Yesu ambayo ni ya milele inahitajika kuwa ufalme ambao unapanuka. Na ndio neno lile anapatia Hawa ni kwamba nimepewa nguvu na mamlaka ya duniani na ya mbinguni. Anamwambia basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Christ has won the kingdom. He has not been selfish. Ametufanya part of the kingdom. We are kings and priests. Hallelujah. He has made us to be part of the royal priesthood. Hiyo imeandikwa katika 1 Peter 2:9. Ni kweli? 1 Peter 2:9. Sinasema hivyo? Ama ni gani?
si ndio? We are a royal priesthood. Praise the Lord. Basi ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa nini? Wa kifalme. Sio ukuhani ule wa Lawi. Hii ni ukuhani wa kifalme. Praise the name of the Lord. Even the wise men knew. The wise men who came to see Jesus, they had gold, which was a gift for kings. They had what? Ufani ambaye ilipewa makuhani. Walikuwa na manemane ambaye ilikuwa inapewa waponyaji. Watu wale wanaponya watu. Praise the name of the Lord. They had gold for the king, frankincense for the priests. They had myrrh for the healers. Praise the name of the Lord. Kwa maana walielewa huyu ni mfalme, huyu ni kuhani, huyu ni mponyaji wa watu. Praise the name of the Lord. So sisi nasi tumepokea ukuhani wa kifalme. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So mambo matano. Ya kwanza, kings are born, kings are chosen, kings are receive power and authority. The fourth one is that kings expand their kingdom, and Jesus has commanded the church to expand his kingdom through the preaching of the gospel of the kingdom, ambaye watu wanapokea wakiamini injili na kutubu dhambi. Praise the name of the Lord. Watu wakipokea injili wanatubu dhambi. Na ya mwisho ni kwamba kings are anointed. Wala sana. Na hata sisi tumepokea huo upako. Hebu tusomee John, first letter of John, chapter 2:20. Then I just mention the enemies of kingdoms, and then we pray. Lakini ninyi mumetiwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi nyote mnaijua kweli. Hallelujah. Biblia inatuambia kwamba nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hebu tusome na King James. Sometimes inarukaga vizuri. Inasema, but you have an auction, or maybe the new one, the New King James. This auction is the same anointing. But you have an anointing from the Holy One, and you have knowledge. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You have an anointing from the Holy One, and you have what? Knowledge. Why? Because the first enemy of the kingdom is ignorance. If you are born a king and you don't know, hakuna tofauti yako na mtumwa. Biblia inasema ya kwamba ule anayerithi wakati bado ni mtoto. Mtoto ni innocent. Innocent ni kusema hana knowledge ya wema na uzuri. Yeye ako tu hapo tu, ni mtoto. Praise the name of the Lord. He is ignorant of the situation. He is innocent. Bwana asifiwe sana. Unajua Shetani alikuja kuondoa hiyo innocence. Adam and Eve were innocent beings of God. Akakuja akatoa innocent, akawapatia tunda wakakula, wakajua mema na mazuri, mema na mabaya. Praise the name of the Lord. Sasa wakashanuka. Wewe ile mtu ni darasa nukile. Kuna hatari imeingia. Mtu akianza kuchanuka. Praise the name of the Lord. Kama teenagers. Teenagers wanachanuka. Wanaondokea wazazi, wanajua. Hata wao wanajua dunia. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. So the biggest enemy of the kingdom is ignorance ya mambo ya Mungu. Biblia inasema my what? My people perish because of lack of knowledge. The knowledge of God, not the knowledge of the world, but the knowledge of God. Bwana asifiwe sana. But you can have the knowledge ambayo haijatoka kwa Mungu. Hiyo adui mwingine anaitwa unbelief. Because the kingdom, how do you receive the kingdom? Marko alituambia kwamba katika mstari
chapter 1 verse 15 na 16 tuliambiwa aje? Believe what? Hallelujah. What did Marco tell us? Allah. Verse 15. Tulisoma hiyo. Mutuli. Hata wewe ulisahau na wewe ulisomea. Verse 15. Mark 1:15. Haukusoma? Allah. Hebu rudia ujue kama ulisoma. Akisema wakati umewadia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini habari njema. Allah, haukusoma hiyo? I think that was my first verses. It was the introduction chapter. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So, inasema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini nini? Injili. So unbelief is the biggest enemy of the kingdom. Hallelujah. Bila faith, bila kuamini injili ya ufalme. Kwa sababu ukiamini utatubu. Ukitubu utapokea. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Adui mwingine anaitwa doubt. You know? Najua watu wengi walikuwa wanafuata Yesu. Wengi sana. Wengine wanasema ni kama yeye, sio kama yeye. Anamkaribia kama yeye. Kama ni yeye, ufalme wa Israeli ungerudi. Praise the name of the Lord. Wengine wanaona anakaa kama Yohana. Wengine wanasema anakaa kama Isaya. Wengine wanasema ni kama Yeremia. Wengine wanasema ni kama mmoja wale manabii wa kitambo tunasikianga. Praise the name of the Lord. They had doubts. Praise the name of the Lord. But Peter akaulizwa, nyinyi mnasema mimi ni nani? Akasema nini? Peter alisema nini Tito? Alipoulizwa nyinyi mnasema mimi ni nani? Walisema aje? You are Christ, the Son of God. Praise the name of the Lord. Akaambiwa ni Mungu amekufunulia hayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So Peter hakuwa na doubt. Ndio aliacha kila kitu, akaacha merikabu yake, akafuata Yesu. The other one anaitwa uoga. Praise the name of the Lord. Fear is an enemy of the kingdom. No kingdom is won with fear. Unajua vile Saulo aliruhusu ufalme kwa Daudi kwa sababu ya jamaa mmoja alikuwa anaitwa Goliath. Alikuwa anakuja pale, anasema toeni shujaa moja, praise the name of the Lord, akuje tupambane na yeye. Wote wanatetemeka, wanakimbia. Daudi kakijana kamungu kama miaka 15, praise the name of the Lord. Hallelujah. Lakini kalikuwa na mafuta, kwa sababu Biblia inasema we have not received the spirit of fear. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kalikuwa ndiko kako na mafuta. Saulo alikuwa amepoteza yake. Bwana asifiwe sana. Sasa Daudi ndiye alikuwa na mafuta. Hakuwa na uoga hata kidogo. Aliuliza, who is that uncircumcised Pharaoh who can dare the armies of God? Yeye anastajabu ati ni nani yule ambaye hajatahiriwa? Can dare challenge the armies of God. Kasema mimi nipewe yeye. Bwana asifiwe sana. Wakajaribu kumwambia hujapigana, akasema awacha hivyo tu. Mimi hata simba, hata dufa. Praise the name of the Lord. Wakajaribu kumpatia nguo, akasema hapana, mimi sijazoea. Lete ile mawe yangu. Bwana asifiwe sana. Na ile kijiti yangu. Hallelujah. The rest is history. Wamama wakaanza kuimba wimbo ya kwamba Saulo ameua maelfu yake, lakini Daudi makumi ya maelfu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na sasa kutoka hapo ukawa na vita. Saulo anajaribu kupigana na Daudi. Na wajua Daudi ameaka ilikuwa nani? Watu wale wote wagonjwa. Watu wale wote walikuwa na deni. Watu wale wote walikuwa maskini. Hao ndio walikuwa ta Daudi. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Lakini Biblia inasema ya kwamba nyumba ya Daudi ikaendelea kuwa na nguvu, nayo nyumba ya Sauli ikaendelea kuwa weak by day by day. Finally Sauli akakufa na Daudi akaletewa crown. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu ya kitu inaitwa fear. Kwa sababu unapoachana na Mungu, roho muovu anakuingia, uoga unaanza katika maisha yako, unapoteza mamlaka. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hiyo ingine nimesema ignorance, unbelief, doubt, fear. Ya tano inaitwa double mindedness. Hao jamaa unasikianga they are double dealers. Ni ndugu mzuri sana kanisani, lakini na hapo ako na tudiru twingine anapanganga na hapo. Double minded people. They are disloyal. They are disobedient. They are rebellious. Wanaanza sana. Na ndipo Samueli aliambia Saulo, akamwambia disobedience and rebellion is worse than witchcraft and what else? And sorcery. Wanaanza sana. They are equal. When you are rebellious against God. Wanaanza sana. When you are double minded. Sauli anaulizwa, ulifanya kile Mungu alikwambia ufanye? Anasema nilifanya. Akaulizwa, na hiyo kondoo tunasikia hizo masauti? Anasema hiyo ni vijana walileta tukamchijie Mungu wako. Anaulizwa na Samueli, kwani Mungu ako na haja na sacrifice kuliko obedience? Obedience is better than sacrifice, and rebellion is as witchcraft. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Tusiwe watu ignorant of the truth of God. Tusiwe unbelievers of the message preached to us. Tusiwe people who can doubt what the Lord has already declared. Tusiwe watu wa kuogopa. Tuwe watu wenye ujasiri, watu hodari, watu ambao wamejazwa na roho, na tena tusiwe watu double minded. Those are the 5 major enemies of the kingdom of God. Tuamke tuombe. Tumemaliza. The kingdom, the gospel is about the kingdom. Na kile Bwana alikuletea ni ufalme. He wants to make you a king in his kingdom. You can rule over your affairs. You can rule over your fears. You can rule over your future. You can even have a word you can declare over your life. If only you can allow the word of God to get into you. Kama utapigana na ignorance, uwe mtu ambaye anasoma neno la Mungu. Neno la Mungu linamuelimisha. Neno la Mungu linaondoa aibu katika maisha yake, kama vile tulikuwa tumeambiwa asubuhi. Kama utakubalisha maisha yako, you will be not ignorant of what God has declared about you, of what God has promised about you, and you can be able to declare it in prayers. You can be able to say it even to your children of what God has spoken to you about you and your children and your generation. Today, you can rule even the future. You can speak the future into your children. You can speak the future into your business and your career. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana Yesu alikuja ndio sisi tuzaliwe, na sio tu kuzaliwa ovyo ovyo, lakini kuzaliwa katika ufalme wa Mungu. Na Biblia inatuambia kwamba hata roho wake Bwana anakubaliana na roho zetu ya kwamba sisi ndio wana wake Mungu. Kama tutaamini hiyo injili, kama tutaamini injili ya ufalme, kama tutaamini ya kwamba sisi tumefanyika wafalme, kuhani wa kifalme ndio tumepewa na Yesu mwenyewe katika nyumba yake Mungu. Kama tutakubaliza hiyo imani, ijie ndani ya roho zetu, ijie ndani ya nafsi zetu, maisha yetu yatabadilika. Maisha yetu yatakuwa maisha mengine. Maisha yetu yataonekana yakiwa na utukufu mwingine ambayo umetoka kwake Mungu. Yale mambo watu wa dunia wanasema haiwezekani, tutasema pamoja na Mungu wetu, all things are possible to them that believes. With God there is nothing impossible. Tutatangaza hivyo kwa maisha yetu, kwa maana tumeelewa sisi ni
Bwana wake, mfalme wa wafalme, Mungu mkuu. Kama tutakubalisha Bwana wetu awe enthroned in our hearts, in our family, in our meetings, in our fellowships, in our churches, the Lord will rule. All our enemies will be defeated. Magonjwa yatashindwa, maovu yatashindwa, neema yake itateremka, wema wake utafanya kazi, upendo wake utafanya kazi katika maisha yetu. Call upon the Lord and tell him you are ready to submit, to humble yourself. Kama vile Waisraeli walikaa chini ya miguu yake, wakapokea neno lake, wakapokea sheria yake, naye akafanyika mfalme juu ya Jeshuruni, juu ya Israeli. He can become your Lord. He can become your King. Hiyo siku ya Biblia alifanyika mfalme, mwokozi wako, lakini siku ya leo anaweza fanyika mfalme wako, nawe utakuwa mfalme juu ya mfalme wa wafalme. Thou shalt become a king in his kingdom, for he is the King of kings, he is Lord of lords, and we are kings together with him in this world. In the mighty name of Jesus, just make him enthroned in your life. Mpe utawala, mpe utawala, mpe utawala wa nafsi yako, ya mawazo yako, ya ndoto zako, wa passion zako zote, wa tamaa zako na tumainio zako zote, katika jina la Yesu. Mfanye mfalme siku ya leo. Tangaza ya kwamba umejipeana kwake Yesu, umekubali yeye ndiye mfalme wako, umekubali yeye ndiye atakutawala, umekubali yeye ndiye atakuelekeza, yeye ndiye atakuongoza, yeye ndiye atakupa command for you to act in every situation in Jesus' name. Thank you Jesus. Bwana, katika jina la Yesu, siku ya leo twakaa chini ya miguu yako Bwana, kama vile Waisraeli walifanya wakati ulitoka Sinai, ukipitia Seya, ukipitia mlima wa Parani Bwana, na wakapokea neno lako, wakapokea amri yako kutoka mtumishi wako Musa, nawe Bwana ukafanyika mfalme wao. Nasi tumesikia injili yako, tumeiamini, tumepokea ufalme wako siku ya leo katika maisha yetu, na tunaomba ya kwamba you be enthroned in our hearts, in our minds, in our souls, in our families Lord, in our fellowship, in our churches Lord. Chukua mamlaka yote Bwana. Unajua ukichukua mamlaka yote, kwa maana wewe ndiye mfalme wa milele. Kama vile Daudi alikutambua ya kwamba wewe ndiye mfalme aliye juu sana, aliyekalia kiti chake cha enzi cha milele Bwana, hivyo ndivyo nasi tuwatambua ya kwamba wewe ni mfalme uliyeinuliwa sana, ambaye uliyoketi katika kiti cha enzi. Bwana, tuomba ya kwamba utawale ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu, ndani ya boma zetu tawala, katika kazi zetu na biashara zetu Bwana tawala, katika maisha yetu yote tawala, kwa kanisa lako tawala. Tawala Bwana, tawala katika jina la Yesu. Tawala Bwana, wewe kuwa mfalme wa wafalme juu yetu Bwana, nasi tuamini ya kwamba tumezaliwa tukiwa kizazi kiteule, makuhani ambaye ni wa kifalme. Twapokea hiyo injili, twapokea hiyo ujumbe, na twapokea Bwana Mungu mamlaka
ambayo umetupatia. Ewe Bwana, tunaomba utusaidie kuyatumia na kupokea nguvu za Roho yako Mtakatifu Bwana, ndio tuweze kueneza injili yako, tupanue ufalme wako, tukibatiza wote ambao wameamini katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ndio ufalme wako uendelee kupanuka katika jina la Yesu. Tuomba tuamini. Amen. God bless you. God bless you. Tutakaa chini ndio tuelekee